Mwokozi wetu karibu, ndiye aliyetufia. Waandikwa mbinguni, atawakusanya. Mlangoni, ndiyo asimama mlangoni. Kuja kwake karibu. Dawamu tutafurahi, makaoni ya milele, tutakaa na Mwokozi. Pendwa mtazamaji na msikilizaji wa channel ya Mwendo Gani Nyumbani, nipende kukukaribisha kwa mara nyingine tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya unabii wa Biblia, ambapo tumekuwa tukijifunza mada nyingi za kushangaza kutoka katika unabii wa Danieli pamoja na ufunuo wa Yohana. Hivyo basi leo tena tutakuwa na mada muhimu ambayo itatusaidia kuendelea kujifunza unabii huu wa Biblia, na hivyo itatusaidia kutusogeza karibu na msalaba wa Kristo kuliko jana, kuliko juzi. Pendwa mtazamaji, karibu sana, na chukua Biblia yako, fuatana pamoja nami ili tujifunze pamoja kutoka kwa Yesu. Na kumbuka ya kwamba katika haya yote tunayojifunza, usisahau kuangalia katika simu yako mahali palipoandikwa share. Bonyeza hapo kwa ajili ya kushiriki na watu wengine ili nao wapate baraka hizi. Lakini pia unaweza comment pia ikiwa una swali au una chochote cha kusema nami kwa njia ya maandishi. Karibu sana. Lakini pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza pia kupata video ambazo tumekuwa tukizirusha. Bwana akubariki sana. Karibu tuombe tunapoanza somo letu leo. Na tuombe. Baba na Mungu wetu wa milele, tunaomba wakati huu uwe pamoja nasi kwa njia ya Roho yako Mtakatifu tunapojifunza unabii wa Biblia. Tubariki na utupatie akili nyingi kuweza kuelewa, na kisha utupatie uwezo wa kuweza kuyaishi haya, kuyafanyia kazi katika maisha haya tunayoishi kama wageni na wasafiri katika dunia hii. Bariki mtazamaji na msikilizaji, tuandae wote kwa ajili ya mwisho ulio mbele yetu. Katika jina lake Yesu tunaomba. Amen. Mtazamaji na msikilizaji, wakati uliopita tulikuwa tumetazama Danieli 8 na lile fungu la 8. Tulikuwa tumejifunza unabii unaofanana kwa karibu sana na ile Danieli 7 anapoeleza juu ya mnyama wa tatu aliyekuwa kama chui. Tulijifunza ya kwamba mnyama wa tatu katika Danieli 7 alikuwa mfano wa chui, lakini alikuwa na vichwa vinne na alikuwa na mabawa manne. Lakini unapokuja katika Danieli 8 tukajifunza tena ujumbe unaofanana, ambapo tulisoma neno la Bwana kama ifuatavyo. Danieli 8 na lile fungu la 8. Na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa ana nguvu, pembe ile kubwa ilivunjika, na badala yake zikazuka pembe nne mashuhuri zilizoelekea pepo nne za mbinguni. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ujumbe huu wa Danieli 8 fungu la 8 unafanana na Danieli 7 na yule mnyama, ndani ya yule mnyama wa tatu mwenye vichwa vinne na mabawa manne, yani mnyama aliye kama chui. Wote wanafafanua kitu kimoja. Ujumbe huu unalenga kueleza mada moja, na hii inahusu ufalme wa Kiyunani uliokuwa chini ya Alexander. Na mara baada ya kufa kwa Alexander, ufalme wa Kiyunani, ufalme namba 3 kuitawala dunia, ulivunjika na kuwa sehemu 4 ndani ya ufalme ule, ambazo ziliongozwa na makamanda wanne, na tuliwataja wakati uliopita, lakini pia nataka niwataje tena kwa mara nyingine. Kamanda wa kwanza alichukua eneo linaitwa Ugiriki au Macedonia. Huu ulikuwa ni upande wa magharibi. Hilo likawa chini ya kamanda au jemedari Kasanda
Lakini sehemu ya pili ilikuwa chini ya Lysimachus ambaye alichukua Asia ndogo. Na sehemu ya tatu ilikuwa ni upande wa kusini ambao ulichukuliwa na Ptolemy. Maeneo ya Egypt au Misri yalikuwa chini ya Ptolemy. Lakini sehemu ya mwisho upande wa mashariki ulikuwa chini ya Seleucus, yani maeneo ya Sham pamoja na Babeli. Kwa mtazamaji, Danieli 8 fungu la 8 ni ujumbe huo huo wa Danieli 7 katika yule mnyama wa tatu. Kwa hiyo utaona Danieli 7 mnyama wa tatu ana vichwa vinne na mabawa manne, ikionyesha ufalme namba 3 katika mgawanyiko wa sehemu 4 chini ya makamanda wanne. Lakini ujumbe huo Danieli 8 fungu la 8 unaambiwa yule beberu baada ya kumshambulia kondoo mume, pembe ile ya kwanza inavunjika na badala yake zinamea pembe 4, ambazo hizo pembe 4 ni makamanda hao wanne waliochukua sehemu 4 baada ya Uyunani kuvunjika kutoka katika ufalme mmoja na kutengeneza vijifalme vidogo vidogo vinne, yani 4 sub kingdoms. Kwa hiyo utagundua ya kwamba Danieli 8 na fungu la 8 inashabihiana kwa karibu na Danieli 7 katika yule mnyama wa tatu. Sasa leo nataka nikupe wazo moja katika Danieli 8 fungu la 9. Hebu na tusome pamoja katika neno la Bwana uone Biblia inavyosema. Danieli 8 na lile fungu la 9 anasema, na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri. Hapo ndipo ambapo nataka tutumie dakika chache, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kutazama unabii huu katika Danieli 8 na hili fungu la 9 ambalo tumesoma. Biblia inasema kutoka katika moja ya pembe zake ilitokea pembe ndogo, ambayo hiyo pembe ndogo ilistawi sana upande wa kusini, upande wa mashariki na katika nchi ya uzuri. Hapo ndipo ambapo nahitaji tuweze kujifunza kwa pamoja maana yake nini unabii huu. Kwanza kabisa nikurudishe katika Danieli 8. Tukisoma katika Danieli 8 itakupa mwanga kuweza kuelewa fungu hili la 9. Danieli 8 fungu la 8, turudi pale juu tusome kidogo. Anasema, na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu, pembe ile kubwa ilivunjika na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri zilizoelekea pepo 4 za mbinguni. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, ati ile pembe kubwa baada ya ushindi dhidi ya kondoo mume ikajitukuza mno. Lakini baada ya kujitukuza ile pembe ikavunjika, badala yake zikamea pembe 4 zilizokuwa kuelekea pepo 4 za mbinguni. Zingatia maneno haya. Pembe 4 zilizokuwa kuelekea pepo 4 za mbinguni. Kwanza katika Biblia unatakiwa ufahamu ya kwamba neno pepo 4 linamaanisha pande 4 za dira, yani kusini, kaskazini, mashariki na magharibi. Hayo maeneo au pande hizo Biblia inatumia neno pepo 4 za mbinguni au pepo 4 za nchi. Lakini Biblia haikomei hapo tu. Pande hizo 4 za dira zinazoitwa pepo 4 za mbinguni au za nchi pia zinaitwa pembe 4 za nchi. Sasa kinachozungumza katika Danieli 8 fungu la 8 zinatajwa pembe 4 halisi za mnyama beberu, ambazo hizo pembe 4 zilikuwa kuelekea katika pande 4 za dira. Neno pande 4 za dira limetajwa kama pepo 4 za mbinguni. Sasa hebu ona mafungu ambayo yanaeleza ya kwamba pepo 4 za mbinguni au pande 4 za dira zinaitwa pia pembe 4 za nchi. Tazama katika kitabu cha Ufunuo sura ya 7 na lile fungu la kwanza. Kitabu cha Ufunuo 7 na lile fungu la kwanza. Anasema, baada ya hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi.
Unaona, badala ya kusema wamesimama katika pepo 4 za nchi, anasema wamesimama katika pembe 4 za nchi. Lakini nenda katika kitabu cha Ufunuo 20 na lile fungu la 8. Kitabu cha Ufunuo 20 na lile fungu la 8. Anasema, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Kwa hiyo hapa tena anasema shetani akishafunguliwa mwishoni mwa miaka 1000, atatoka aende kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, yani walio katika pande 4 za dira, walio upande wa mashariki, walio upande wa magharibi, walio upande wa kusini, walio upande wa kaskazini. Kwa hiyo hapa tumeona maneno haya yanatumika kwa kubadilishana, interchangeably, kwa maana ya pembe 4 na pepo 4 yanatumika kuwakilisha pande 4 za dira. Lakini katika Danieli ile 8 lile fungu la 9, ufahamu ya kwamba kile kinachoitwa pembe 4 pale chenyewe ni pembe 4 halisi za yule beberu. Sasa anasema fungu la 9, na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo. Sasa panapochanganya wengi wanaposoma unabii huu wa Danieli, anapokuja kusoma hapa na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo. Sasa hicho kinachoitwa moja ya pembe hizo, swali ni hili: je, pembe hizo kwa maana ya zile pembe 4 za beberu, au pembe hizo zipi? Sasa neno la Kiebrania linalotumika hapo, ndugu mtazamaji na msikilizaji, neno hem, hili neno linamaanisha, anaposema na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo, halimaanishi pembe kwa maana ya zile pembe ndani ya yule beberu, ila hilo neno linalotumika hapa pembe na katika moja ya pembe hizo, hilo neno ni neno linalomaanisha pembe kwa maana ya pande 4 za dira, na sio pembe 4 za yule beberu, pembe zilizomea baada ya pembe ya kwanza kuvunjika. Naomba nirudie tena ili upate kunielewa vizuri. Danieli 8 fungu la 8, na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu pembe ile kubwa ilivunjika, na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri. Hizi ni pembe halisi kama tunavyofahamu, pembe katika wanyama, ng'ombe, mbuzi, lakini hapo naambiwa pembe 4 ndani ya beberu zilizoelekea pepo 4, yani zilizoelekea pande 4 za dira. Kumbuka hapa pia neno pepo 4 ingewezekana lisitumike. Lingeweza kutumika neno pembe 4 za mbinguni. Kwa hiyo Biblia ingesomekwa hivi: na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu pembe ile kubwa ilivunjika, na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri zilizoelekea pembe 4 za mbinguni. Kwa hiyo ingekuwa iko vizuri kabisa. Kwa hiyo sasa fungu la 9 anasema na katika moja ya pembe hizo. Ukiona lugha ya Kiswahili hapo limetumika neno pembe. Kwa hiyo wewe unaweza kufikiri kwamba anaposema na katika moja ya pembe hizo, huenda aidha ni katika ile pembe ya kwanza, au katika ile pembe ya pili, au katika pembe ya 3, au katika pembe ya 4. Huenda mojawapo ya hizo pembe, ambazo hizo pembe zinawakilisha makamanda wa 4 au mgawanyiko katika sehemu 4, lakini sio hivyo maana yake. Isipokuwa nasema, anaposema na katika moja ya pembe hizo, hamaanishi pembe, anamaanisha pande 4 za dira. Kwa hiyo sasa, na katika moja ya pembe hizo, au moja katika pande 4 za dira zilizotajwa pale juu kama pepo 4 za mbinguni, basi ilitokea pembe ndogo. Anachotaka kusema hapa mtazamaji na msikilizaji ni kwamba hiki kinachokuja kueleza hapa kama pembe ndogo hakitoki mojawapo ya hiyo migawanyiko 4 ambazo zinaitwa pembe 4 ndani ya yule beberu. Pembe ndogo haitoki ndani ya Kasanda, haitoki ndani ya Lismakus, haitoki ndani ya Ptolemy, wala ndani ya Seleucus, wale majenerali 4. Isipokuwa yenyewe inatoka nje ya hizo, lakini ndani ya pande 4 za dira.
na tutakuja kuona hivi karibuni, utatazama nini maana yake mambo haya. Kwa hiyo hii inayoitwa pembe ndogo inatoka katika upande mmojawapo katika pande 4 za dira, na sio ndani ya hizi pembe 4 za yule beberu. Anasema na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri. Pendwa mtazamaji na msikilizaji, hii inayoitwa pembe ndogo ni kitu gani? Sasa kumbuka katika zile falme 4 katika Danieli 7, ufalme wa kwanza uliowakilishwa na simba ulikuwa ni Babiloni, na ufalme wa pili uliowakilishwa na dubu ulikuwa ni Umedi na Uajemi, na ufalme wa tatu uliowakilishwa na chui mwenye mabawa manne na vichwa vinne ulikuwa ni Uyunani, na mnyama wa 4 aliyekuwa wa kutisha mwenye meno ya chuma akiwa na pembe 10 alikuwa ni himaya ya Kirumi. Sasa katika Danieli 8 anazieleza tena falme hizo hizo, isipokuwa haanzi na Babeli, kwa sababu Babeli ilikuwa tayari na ukaribia mwisho wake wakati Danieli anapopewa unabii huu. Kwa hiyo Danieli 8 inaanza na kuonesha ujio wa ufalme wa Umedi na Waajemi, na kisha ufalme wa Uyunani uliowakilishwa na beberu, halafu ufalme namba 4 ambao ni Rumi ndio unaowakilishwa na hiki kinachotajwa hapa kama pembe ndogo katika Danieli 8 fungu la 9. Na katika moja ya pembe hizo, yani pembe 4 za dira, ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri. Hii ni mamlaka ya Kirumi, dola ya Kirumi. Lakini naomba nikukumbushe, katika Danieli 7 tuliangalia mnyama wa 4 alikuwa anawakilisha Rumi katika sehemu zake 2, kwa maana ya Rumi ya kipagani na baadaye Rumi ya kidini iliyowakilishwa kama pembe ndogo katika Danieli 7. Pembe iliyokuwa na macho, iliyokuwa na mdomo, iliyokuwa ikinena maneno makuu dhidi ya Mungu. Ni vivyo hivyo katika Danieli 8, hii inayoitwa pembe ndogo inawakilisha ufalme wa Kirumi katika sehemu zake 2, kwa maana ya Rumi ya kipagani na baadaye Rumi ya kidini. Sasa tutakuwa na, kwa sababu tuna mwendelezo wa mada hizi, tutajifunza kwa kina kwa kadri ya tunavyoendelea na masomo yetu. Lakini mimi nipenda kusema, anaposema pembe hiyo ilikuwa sana upande wa kusini, maana yake ni kwamba dola ya Kirumi baada ya kuangusha Uyunani ilifanikiwa kuweza kujitawala katika pande zote 4 za dira. Upande wa kusini ilistawi na kushika hatamu na kudominate sehemu zote za Ptolemy, nchi ya Misri zote. Upande wa kusini Rumi ilitawala maeneo hayo. Lakini anasema ilistawi upande wa mashariki pia, maana yake ilikamata maeneo yote yaliyokuwa chini ya Babeli na maeneo yote yaliyokuwa chini ya Shamu. Rumi ilistawi maeneo hayo ikatawala dunia. Lakini tena anasema ilikuwa sana pia kuelekea katika maeneo ya nchi ya uzuri. Maeneo ya nchi ya uzuri hapa yanawakilisha eneo lililokuwa linakaliwa na wacha Mungu, yani katika jimbo la Yudea au katika nchi ya Palestina. Rumi pia ilifanikiwa kujimilikisha katika eneo la Palestina. Kwa hiyo utagundua ya kwamba maeneo yote ambayo yalikuwa yamekuwa civilized sana kwa wakati huo, maeneo yaliyokuwa yamechangamka, yana ustaarabu, yana watu wengi, Rumi iliyaweka chini ya mamlaka yake, kwa maana ya Misri, Palestina na ukanda wa mashariki. Rumi ilibahatika kuyaweka chini ya himaya yake maeneo hayo yote. Mtazamaji, unabii huu unaendelea kutaja historia ya wakati. Tunatoka tulikotoka katika vizazi vya kale, tunasafiri kwenda kule tunakokwenda, tunakotakiwa kuwa, yani katika nchi ya ahadi.
Unabii huu napenda kukusia kwamba tumia muda mwingi kutega sikio na kujifunza mambo haya, kwa sababu mengi ya yaliyoandikwa humo wakati wake ukaribu. Na sisi tunapojifunza haya ni wazi ya kwamba ndani yake tunaona Mungu akijifunua na kutuelekeza na kutuambia kwa lugha rahisi na inayoeleweka zaidi ya kwamba tunaikaribia nchi ya ahadi, na muda si muda tutawasili nyumbani. Hebu endelea kujifunza unabii huu taratibu kifuatana pamoja nami, lakini ukishare na watu wengine, ukisubscribe ili usipitwe, lakini ukilike pia pamoja na kucomment, Mungu atakusaidia, atakuongoza katika dunia hii iliyojaa giza, na mwisho atakufikisha katika nchi ya nuru. Bwana awe pamoja nawe, akulinda, akupiganie. Karibu tena katika mwendelezo wakati mwingine tutakapoangalia lile fungu la 10. Wavunaji watafurahi pale watakaporudi, wakiyaleta mavuno hata Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha milele, furaha wataipata wakati wa mavuno. Na siku ile tutaimba kumshukuru na kumsifu Bwana Yesu jumbe wetu.